kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mewe. Nikasikia sauti kuu kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na mwanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Huu ni wakati ulio bora, wakati ambapo mimi na wewe tutakombolewa katika ulimwengu wa dhambi. Wewe ambaye unaendelea kumtumainia Kristo, endelea kushikilia, maana wakati sio mrefu Yesu anarudi na anakuja kutuchukua twende katika ule mji Yerusalemu. Biblia inaendelea kusema ya kwamba naye atafuta machozi katika macho yao. Sikiliza, kupo wakati unaokuja, wewe ambaye mama ulilia kwa sababu ya watoto wako, wewe ambaye ulia kwa sababu yoyote ile, wewe ambaye ulia kwa sababu ya kupotezewa na mpendwa, wakati huo Yesu atafuta machozi. Sikiliza, kuna wakati ambapo unakuja, Yesu mwenyewe atafuta machozi katika macho yako. Sikiliza, anaendelea kusema kwamba wala mauti haitakuwapo tena, hapatakuwapo na kutengana tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena. Maumivu tunayoyapitia katika ulimwengu yana mwisho wake wakati ambapo Yesu atakuwa amekuja na ametuchukua kwenda katika ufalme wake. Biblia inaendelea inasema kwamba wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwa kuwa yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Maneno haya ni amini na kweli. Nisikilize mtu wa Mungu unayenisikiliza. Upo wakati ambapo Yesu anakuja katika ulimwengu huu. Ujumbe wake katika siku hii ya leo ni wewe utoe maisha yake, umpokee kuwa mwokozi wa maisha yake. Wewe ambaye bado haujampokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, wewe ambaye bado unaishi katika maisha ya dhambi, wewe ambaye bado haujaamua maamuzi ya kumpokea Yesu, ujumbe wa Yesu katika jioni hii ya leo tunapoenda kumaliza, mpe Yesu maisha yako. Yesu anahitaji mtu mmoja katika siku hii ya leo ambaye yeye atatoa maisha yake ili Yesu anapokuja awepo katika ule ufalme wa Mungu. Yesu anahitaji mtu mmoja. Wale wananisikiliza, watoe maisha yako. Yesu anakuhitaji katika siku hii ya leo ili Yesu